Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Meneja wa mgodi wa Umoja wa Wenye Mashamba Joseph Nalimi amesema mgodi huo umeendelea kuwa chachu ya maendeleo kwa jamii, hususan kwa wananchi wa Mwime kupitia utekelezaji wa miradi mbalimbali ikiwemo ujenzi wa shule ya sekondari, msingi na zahanati. Mimi naamini kabisa kwa mgodi huu wa Umoja wa Wenye Mashamba, hakuna mgodi tena, tuna leseni kama 9 zinazofanya kazi, lakini hakuna mgodi uliochangia maendeleo ya jamii kuliko mgodi wetu. Na kwa sababu sisi ni wazawa, ni wananzengwa hapa, watoto wetu hao ndio tulikuwa tunawatengenezea miundombinu. Kwa mfano, mgodi tu ulivyohila mara ya kwanza mwaka 2017, 2018 tuliamua, tulikuwa na serikali vijenga zahanati hapa, lakini mpaka mgodi unahila hapakuwa tayari zahanati inafanya kazi, hapakuwa na zile samani za ndani. Tulijikamua wenyewe tukiwa na uongozi wa mkuu wa mkoa Mama Talik, tukaamua kununua samani za ndani mle, vitanda, mabenchi, makabati, kila kitu. Tukasubiri tu serikali ikaleta madawa, tukafunguliwa zahanati. Bahati nzuri na mbunge naye akatuletea vyandarua na vitanda vile vya kisasa vile vya ajili ya wajawazito na nini. Basi tukaendelea kutoa huduma. Tulinunua mitungi ya gesi, ikaendelea huduma. Lakini tukajenga nyumba ya madaktari 2 in 1. Tukajenga, serikali ikapaua. Sisi tulijenga kuanzia msingi mpaka boma, serikali ikapaua. Hatukukomea hapo. Kipindi hicho mimi ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji, huku nako ni meneja. Kwa hiyo nikahamasisha tena kikundi changu, tukaanza kujenga sekondari. Tumejenga sekondari ile ya tofali za kulala badala ya kusimama, tukiamini watakaosoma ni familia zetu hizi. Mpaka leo ina madarasa zaidi ya 14 na ofisi 4 na maabara 2. Ni kazi ya kwetu, tunajenga maboma, serikali inafanya finish, inamalizia. Hatukukomea hapo. Shule yetu ya msingi iliyojengwa na serikali ilikuwa na watoto wengi, ina watoto zaidi ya 3,000 kuelekea 4,000. Tukaona kuna haja ya kuongeza shule nyingine. Mimi mwenyewe kupitia kushawishi na viongozi wenzangu hawa tulionao, tukaenda kutafuta eneo. Nikaenda kulinunua mimi kama meneja kwa niaba ya mgodi, nikaenda kununua milioni 10, eneo la heka 5. Mwenyekiti akaenda kutoa taarifa kwa mkurugenzi akaliidhinisha eneo. Bahati nzuri kipindi hicho kulikuwa na madarasa ya corona yale, wakaanzisha madarasa kule. Walivyoanzisha wakajenga madarasa 4 na sisi tukajenga madarasa tena mengine 3. Serikali kajenga 4, sisi tukajenga 3, wakapaua serikali. Tukawa tayari mpaka sasa hivi shule ile inafanya kazi pamoja na matundu ya choo. Serikali inafanya kazi tayari mpaka sasa hivi shule ile inafanya kazi. Inaitwa Kidete shule ya msingi. Lakini tukukomea huko. Tumeona tena kadri ya jinsi population ya watu inavyoongezeka, kwa sababu bahati nzuri nyinyi Kahama ni wenyeji. Mwime ilikuwa kijiji, leo kila sehemu viwanja vyote vimejaa watu. Kaona tena shule inahitajika. Tumenunua kwa Mzee Nkuli tena eneo, na sasa hivi tunamalizia tu shule. Tunajenga maboma, serikali inamalizia. Tunajenga maboma, serikali inamalizia. Muda wote tu ndani ya mwaka huu shule ile inaweza, kwa sababu tayari imeshasajiliwa. Aidha, meneja huyo ameeleza kuwa mgodi huo umeweka kipaumbele kikubwa katika masuala ya usalama kazini, akibainisha kuwa wao ni mgodi wa kwanza kutumia mifereji ya saruji ili kuzuia maji kuingia katika maeneo ya uchimbaji wa dhahabu. Na watu wa aina mbalimbali wametoka mpaka Mbeya, wamekuja hapa. Waheshimiwa madiwani na wenye viti wa halmashauri na wataalamu walikuja kutoka Mbeya kuja kujifunza sisi tunawezaje na asilimia tunazimanage vipi, na mwisho wa siku kweli
wakaenda na elimu na inatumika mpaka leo. Walikuja mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya wa Bariadi na jopo la madiwani wake pamoja na wachimbaji baadhi na wamiliki wa leseni wakaja hapa, tumefanya darasa, lakini mwisho wa siku utaratibu tuliouweka huu unaendelea kutumika, japokuwa sio sheria, lakini ili kuepusha migogoro, mazungumzo yanaanzia mazungumzo, wanapata muafaka, watu wanachimba bila migogoro. Ushirikishwaji wenye mashamba pamoja na sisi wenye leseni unakuwepo karibu. Sisi tumefanya hivyo kwa sababu sisi leseni hii tulibahatika kuipewa wamiliki wa mashamba. Tunachimba kwenye mashamba yetu, lakini tunachimba kwenye mashamba yetu, hakuna migogoro, hakuna aina yaani tukikutana na mgogoro labda wa mchimbaji na mchimbaji. Kwa upande wake mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mwime Dogo Muheziwa amepongeza mchango wa mgodi huo, akisema umekuwa msaada mkubwa kwa jamii kupitia utekelezaji wa miradi ya elimu, afya pamoja na miundombinu ya barabara. Kama unavyoona haya majengo, wawekezaji wa migodi waliopo hapa Ilindi ndio wamesababisha haya yote kuonekana. Haya majengo walianzia wakatuchangia hela ya eneo hili mnaloliona hili kwenda hivi, yote hili tulimnunulia mzee Mwanankuli zaidi ya milioni 35, tukalipata hili eneo heka 6 ambalo liko linaenda huko, kuna kiwanja cha mpira tulipata kwa mfumo huo kupitia hao wawekezaji wetu walioko kwenye mtaa wetu. Pamoja na hivyo, ukiangalia kule nyuma kuna vyoo vya wanafunzi vya MENA K, kuna walimu, yote pale tu wameshajenga wao.